Magenzi, nami nakufunulia utenzi kutoka katika kile kitabu cha enzi na enzi. Hakika umebeba muungano mizizi, yani historia patashika, kunako huu muungano wa Zanzibari na Tanganyika. Sasa nadhani uko tayari kunisikiliza, yani macho, masikio, akili na wako moyo kunipatia, ili wazi niweze kukuelezea. Mwanagenzi, nataka kukufahamisha siku 4 za msingi ambazo zimebeba kubwa historia ya huu muungano. 22, 26, 27 za mwezi Aprili na pia 28 ile ya Oktoba 1964 hakika zimeubeba muungano wetu. Nikukumbushe tu, kamwe historia huwezi maliza, ila japo kidogo naweza kukudokeza. Mnamo tarehe 22 ya mwezi Aprili ilipowadia, mashujaa na miamba miwili walikutana na kusaini mkataba wa muungano. Si wengine ni yeye hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Walisaini mkataba huko wanakokuita ukivuka bahari Zanzibari. Vile vile siku 4 baadaye zilipofika, yani tarehe 26 ilipowadia, mkataba huo ulithibitishwa ukathibitika. Nao wathibitishaji walikuwa ni Bunge la Tanganyika pamoja na Baraza la Mapinduzi kutoka Zanzibari. Mwanagenzi, 27 ilipotimia, ndipo pale ambapo walikutana katika ukumbi wa Karimjee, pale tunapoita sasa Bongo, Dar es Salaam. Pia katika siku hiyo wajumbe 7 kutoka katika Baraza la Mapinduzi waliapishwa na kuwa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambalo sasa lipo chini ya mama yetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson. Ni mwanamke mahiri, shupavu, hodari, japokuwa jina lake limesema Tulia, lakini ukimchezea na kuzingua. Mwanagenzi, wajumbe hao pia waliapishwa na kuteuliwa kuwa mawaziri wa serikali ya muungano. Nao ni Sheikh Aboud Jumbe, Sheikh Abeid Amani Karume, Sheikh Abdul Wakil, pia Hassan Nasor Moyo, Hasnu Makame, bila kumsahau naye Kasim Hanga. Mwanagenzi, hakika historia yetu imebeba kubwa dhamana ya kuiwakilisha Tanzania yetu. Basi mwanagenzi, nakukaribisha uzidi kuwaondolea utata na habari nyingi kuwahabarisha. Mwanagenzi. Naam mwanagenzi, maiki naitokea na simulizi hadhira hii inaendelea kuisimulia. Ila mwanagenzi, acha nikueleze bayana. Wapo wengi wamekaa wanaulizana eti kwa nini nchi mbili hizi ziliungana? Basi taratibu, kaa kwa kutulia, na tena wakaulizana eti kwa nini katwa kukataa na kutengana? Basi naomba unipe la kusikio, tena usikilize sauti hii yenye majibu manana. Moja ni ushirikiano wa masuala mbalimbali ya kiuchumi, yani uvuvi, biashara na kilimo kikiwandani. 2 ni ukaribu uliopo wa mahusiano ya kihistoria na kiutamaduni, yani kuvaa nguo za kiasili, kutumia matumizi ya lugha ya Kiswahili, pamoja na kuimba nyimbo mbalimbali na kuzicheza hizo nyimbo za kiutamaduni kiaftari. 4 adhima ya muungano wa Afrika ambao ulituunganisha sote Zanzibar na Tanganyika, na ikatufanya tukawa mithili ya dada na kaka. 5 ni ukaribu uliopo
tena kwa madhubuti kati ya vyama hivyo viwili ambavyo ni TANU na Afro Shirazi Party. Mwanagenzi, sitakaditama kuifikia ni kuimarisha ulinzi na usalama katika yetu mipaka na ujumla wa nchi nzima. Mwanagenzi, naam mwanagenzi, bila ya kuwasahau wale wanne walioweka alama pamoja na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alama yenyewe ilikuwa ni kuchanganya matitiri, au waweza sema kwa lugha ya hapa bara, udongo wa bara na paka kule kisiwani. Udongo huu ulichanganywa na hawa wanne, wakigawanywa pasu kwa pasu, 2 kutoka bara na 2 kutoka kule Zanzibari. Hawa walikuwa si wengine, alikuwepo mzee Hassani Omari pamoja na bwana Hassanieli Eliasili, wakiambatana kwa kuwa imetajwa vema, bila mwanamke dunia haiwezi kunoga. Basi wakaamua kuambatana na wanawake wengine wawili, akiwemo Bi Sifaeli Mushi pamoja na yeye bibie Hadija Abbas kutoka kule Zanzibari. Wanawake hawa walionyesha ya kuwa mwanamke hajaanza kuweza leo kama mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, lakini alianza kuweza toka enzi zile za kale. Mwanagenzi, wahenga hawakukosea kabisa kusema, nami nitasema tena, ukiona vyaelea basi jua vimeundwa. 28 ndo tarehe ya 10 mwezi mnamo mwaka 1965. Hapo ndipo ambapo jina la Jamhuri la Muungano wa Tanganyika, Tanzania na Zanzibar ulibadilishwa kuja katika jina moja, jina la Jamhuri la Muungano la Tanzania. Na hii ilifanyika kwa kanuni sheria ya Jamhuri ya Muungano ya 61 ya mwaka 1964. Mwanagenzi, nikiangalia naona kuna watu pale wametulia, ila kuna kitu kwa akili wanafikiria, kwa nini muungano huu umefanyika? Ni faida gani tunapata kwa sababu ya huu muungano? Kwa nini muungano upo na kwetu nini tunapata? Basi karibu uwanjani, pasi na kupatia mimi Zanzibar finest, kichwani, kifuani, magotini, kisha kwa miguu tulizia, umuhimu wake wazi kutuwekea. Mwanagenzi, naam mwanagenzi, pasi naipokea kama Captain Diego Mbwana Samata, nami taratibu nasogea golini kuwafunga na wapinzani mdomo wa kiushata. Na ndo maana sitaki sana kuwachosha, moja kwa moja naelezea umuhimu kuhabarisha kwa hakika. 1, amani na utulivu kuimarisha. 2, kuimarisha uhusiano wa kijamii na kiutamaduni. Na ndio maana ndoa za Wazanzibari na Wabara sasa hivi zipo bwere tena kwa ulaini. Na tatu jamani, hapa katika kituo wino na ukolezea, imara wa uchumi kujiwekea, yani bara na Zanzibar sawa bin sawia. Mwanagenzi, naam mwanagenzi, sasa umuhimu wa muungano na kazia. Muungano wetu ni muungano madhubuti, uso mithilia kokote duniani, hakuna kama huu. Umekuwa ni kama dhahabu ambayo sana hung'ara, ama almasi ambayo chini ya ardhi imejificha, lakini hupasua miamba, huchana anga na kuturusha Watanzania wote angani duniani. Sasa mwanagenzi, nakwambia tamba Mtanzania tamba, muungano ni wako wa halali na ni yako haki kujivunia kikamanda, na huo ndio uzalendo sambamba. Mwanagenzi, naam mwanagenzi, wanatamani tuondoke, lakini hadhira hii kuiacha kwa sasa muda tunashindwa. Tunawaza tusipowapa yawa itakuwa ni kama tumepanda miwa tukavuna mabua. Kongoe kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikisema maneno mengi watasema ya kwamba natia chumvi eti na msifia. Basi acha niwape taswira mwanana mnayoiona. Tazama upande wa kwangu wa kushoto ni Kibaha Shopping Mall.
kazi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na mwanamke shupavu, mahiri na hodari, Mama Samia Suluhu Hassan. Gurudumu hili la utungo na utenzi nikizingatia ufasaha wa irabu na vitenzi, nikiambatanisha urari wa vina na mizani, na tamatisha, ila muhimu ni huu muungano kuhudumisha. Wanagenzi, asanteni. Asanteni. Salamu nanyi musalama, nauliza. Leo nimeleta jamvi, mkae tufanye tafakuri, maana nina jambo limenikaba tena kabali, na jambo hilo ni hii miaka 61 ya huu muungano wa taifa. Niwajuze tu jambo usilolijua ni kama usiku wa giza, na kabla sijakujuza ni vema kwanza kukuuliza, je, wafahamu historia ya huu muungano tunaozungumzia? Basi